Hallelujah. Amen. I want to take you to the scripture now in the book of 1 King chapter number 17. Chapter number 18 from verse number 1. Chapter number 18, 1 King. Chapter number 18 from verse number 1. I read the one. The scripture says, and after many days it came to me that the one of Yahuwah came to Eliyahu in the third year, saying, Go, present yourself to Ahab, and give a rain on the earth. Baada ya siku nyingi, neno la baba yetu aliye mbinguni likamjia Eliya kwa mwaka wa 3 kusema, enenda ukajionyeshane kwa mfalme Ahabu na nitaleta mvua katika nchi. Immediately, punde tu Eliyahu went to present himself to Ahab, and the scarcity of food in Samaria was severe. Punde tu Eliya alipoenda kujionyeshana kwa Ahab, nchi nayo ilikuwa imefungukiwa ya Samaria na chakula, na kulikuwa na ukame mkali sana. And Ahab and called Abinadabu, who was over his house. Now Abinadabu feared Yahuwah exceedingly. I repeat again. And Ahab and called Abinadabu, who was over his house. Now Abinadabu feared Yahuwah exceedingly. Ahabu akamwita Obadia ambaye aliyekuwa msimamishi wa nyumba lake, naye Obadia alikuwa anamsha baba yetu aliye mbinguni sana. And it came to me, na ikafanyika hivi, while Jezebel cut down the prophet of Yahuwah, that Abinadabu had taken 100 prophets and hidden them 50 to a cave, and fed them with bread and water. Na ikawa wakati Yezebeli alipokuwa akiwa manabii wa baba yetu aliye mbinguni Yahuwah, basi Obadiah akawa amewachukua manabii wa baba aliye mbinguni, na walikuwa 100, akawaficha 50 na kuwapa chakula. Kumbuka huyu mtu anamsha baba aliye mbinguni sana. 5. And Ahab and sent to Abinadabu, go into the land to all the springs of water and to all the brooks. It could be that we found grass to keep the horses and mules alive, and not have any livestock cut off. Na Ahab akamwita Obadia na kumwambia, enda katika vijito vyote vya maji ukaangalia kama tunaweza tukapata chakula ama nyasi huko, tukamhifadhi farasi ili tusipotezwe ama tusikoze wanyama wote. And they divided the land between them to pass over it. Na wakagawana nchi ili waende kila mmoja pande hii, mwingine pande ile. Ahab went one way by himself, and Abinadabu went another way by himself. Naye Ahab akaenda njia yake na Obadiah akaenda njia yake peke yake. 7. That's 8. 7. And as Abinadabu was on his way, Obadiah wakati alipokuwa njiani, then see, sasa tasama, Eliyahu met him, Eliya akampata, akakutana naye, and he recognized him, na akamfahamu, and he fell on his face, na akaanguka mbele ya uso wake, and he said, na kusema,
is that you? Ni wewe, my master Eliya, ewe mkubwa wangu Eliya. And he answered him, na akamjibu, it is I, ni mimi. Go, say to your master, enenda ukamwambie mkubwa wako Eliya is here, Eliya yuko hapa. And he said, na akasema, what have I sinned that you are giving your servant into the hand of Ahab to kill me? Nimefanya nini sasa ili ulipiane mikononi? Mtumwa wako amefanya dhambi gani ili unipiane mikononi mwa mfalme Ahab ili aniue? As Yahuwah your supreme Elohim lives, there is no nation or reign where my master has not sent to look for you. Kama vile Yahuwah atawalae aliye juu sana aishie, hakuna taifa lolote ambalo haujatafutwa, na hakuna utawala wowote mkubwa wangu aja kutafuta. My master has not sent to look for you. And when they said he is not here, na waliposema hayuko pande hii katika ufalme wa mataifa hili, he made the reign or nation swear that they could not find you. Waliwapisha kwamba hawakukupata. And now you say, na sasa tasama unasema, go, enda, say to your master, ukamwambie mkubwa wako Eliya is here, Eliya yuko hapa. And it will be as soon as I am gone from you, na kwa punde tu nitakapoondoka kutoka kwako, that the ruach of Yahuwah, kwamba roho ya baba yetu aliye mbinguni takes you away to a place I do not know, atakupeleka katika sehemu ambayo nisiyoijua. And I will come to report to Ahab, and when he does not find you, he will kill me. Na wakati ninapokuja ninakuambia Ahab na akijua, naye kuja kutafuta akukose, ataniua. But I your servant have feared Yahuwah from my youth. Lakini mimi mtumwa wako nimemheshimu baba yetu aliye mbinguni Yahuwah kutoka utotoni mwangu. Was it not reported to my master what I did when Jezebel slew the prophet of Yahuwah? How I hired 100 men of the prophet of Yahuwah, 50 to a cave, and fed them with the bread and the water. Je, haikujulikana mtumwa wako alivyofanya wakati Jezebeli alipowachinja wale manabii wa baba yetu aliye mbinguni Yahuwah? Mimi nilichukua 100 nikawaficha manabii wa Yahuwah 50 na kuwapa mkate na maji. And now you say, go, say to your master Eliya is here, then he will slay me. Lakini sasa ataniua nikienda kumwambia Eliya iko hapa. And Eliya said, as Yahuwah of hosts lives before my stand. I like this. I like this. And Eliya said, Eliya akamjibu, as Yahuwah of hosts, kama vile baba yetu aliye mbinguni aliye mkubwa wa majeshi yote aishivyo, before whom I stand, yeye ambaye nasimama mbele zake, I will indeed show myself to him today. Kweli kweli nitajionyeshana mbele zake siku ya leo. Abidayahu then went to meet Ahab and informed him, and Ahab went to meet Eliya. Na Abadia akaenda kukutana na Ahab na kumwarifu ama kumpatia habari hizo ya kwamba na Ahab akaenda kukutana na Eliya. And it came to me, na ikawa when Ahab saw Eliya, wakati mfalme
Ahab alipomwona Elia, that Ahab sent to him, kwamba Ahab alimjibu, alimwambia hivi, is that you hold the stabber of Israel? Wewe ndiye unayetabisha wewe Israeli? And he answered, naye akamjibu, I have not disturbed Israel, mimi sija kuwa mtabishaji wa Israeli, but you and your father's house, lakini wewe na nyumba ya baba yako, in that you have forsaken the commands of Yahuwah and you have followed the Baals. Na ni wewe umeacha amri za baba yetu aliye mbinguni Yahuwah na mkafuata miungu ya bahari. And now, sasa and now, na sasa, said and gather, O Israel, to me on Mount Carmel, the 450 prophet of Baal and the 400 prophet of the goddess Asherah, who eat at Jezebel's table. Na sasa nikusanyie Israeli wote katika mlima wa Karmeli, pamoja na manabii 400 wa bahari na wale 450 wa bahari na wale 400 wa manabii wa Ashera, tukutane, wale ambao wanaokula meza katika meza ya Jezebeli. Ahab then sent to all the children of Israel and gathered the prophet on Mount Carmel. Na Ahab akatuma ujumbe kwa wana wa Israeli na kuwakusanya wote manabii wote katika mlima wa Karmeli. And Eliyahu came to all the people and said, na Eliya akaja katikati ya watu na kuambia, how long will you keep hooping between two opinions? Ni muda gani mtakaa mkisitasita katika ushawishi wa mambo mawili? If Yahuwah is the supreme Elohim, follow him, and if Baal, follow him. But the people answered him not a word. Kama Yahuwah baba yetu aliye mbinguni ndiye atawalaye juu sana, basi na mumtumikie, na kama ni Baali ndio mtakaye mtumikia, mfuata. And Eliyahu said to the people, na Eliya akawajibu akawaambia watu, I alone am left a prophet of Yahuwah, na mimi peke yangu ndiye nabii nimebakia wa Yahuwah baba yetu aliye mbinguni. But the prophet of Baal 450 men, lakini manabii wa Baali ni 450 wanaume. Now let them give us 2 bulls, lakini sasa na watupatie ndume wawili wa ng'ombe. And let them choose 1 bull for themselves and cut it in pieces and lay it on the wound. Na sasa waikatakate yao kwanza na kuiweka juu ya kuni, but set no fire, lakini wasiwashe moto. And I prepare the other bull, nami nitamwandaa wa pili, I will lay it on the wound, na nitamweka juu ya kuni, but set no fire, lakini hakuna kuwakisha moto. And you will call on the name of your Allah, and I will call on the name of Yahuwah. Nanyi mtamuita jina la Mungu wenu, nami nitalita jina la Yahuwah. And the supreme Elohim who answers by fire. Na ule aliye juu sana atakaye jibu kwa moto, he is the supreme Elohim. Yeye ndiye aliye juu, na so the people answers and said, the one is good. Na hayo maneno yako sawa sawa. And Eliyahu was sent to the prophet of Baal, choose 1 bull for yourself and prepare it fasting. Sasa chukueni, Elia akawaambia, sasa wale manabii wa Baali, chukueni sasa ndume wa ng'ombe kwanza, mkawaandae mkiwa mbele. For you are many, kwa sababu nyinyi wengi, and call on the name of your Allah, but set no fire. Na mkawite miungu yenu na msiweke moto. So they took the bull which was given to them and prepared it and called on the name of Baal from morning, evening until moon, saying, O Baal, answer us. Wakachukua basi ile ng'ombe wakaichukua na kuiandaa na wakaliitia jina la miungu yao ya Baali kutoka
asubuhi hadi masaa ya dhuhuri wakisema, Baal, utujibu sisi. But there was no voice and no one answered. Lakini hawakuwa na sauti yoyote na hakuna yote aliyewajibu. And they lived about the altar which they had made. Na wakaanza kurukaruka mahali pale katika yale madhabahu waliyoyatengeneza. And it came to be at noon, na ilipofika masaa ya dhuhuri, that Eliyahu taunted them and said, na Elia mtumishi wa baba yetu aliye mbinguni akaja akaanza kudhiaki akisema, cry aloud for he is an Allah. Mumwiteni manake yeye ndiye Mungu. He is meditating. Yeye anatafakari. He is busy. Pengine ako na shughuli. He is on a journey. Pengine ameenda safari. Or it could be that he is asleep and has to be awakened. Au pengine amelala na ni vyema ataamushwe. And they cried aloud and cut themselves according to their ruling. Na wakaendelea kumuita sana na wakaendelea kujikatakata kulingana na desturi yao, with the knives and the spears until the blood gushed out of them. Wakajikata na visu na mikuki mpaka damu ikawatoka wao. And it came to be when midday was past, wakati masaa ya dhuhuri ilipoondoka, that they prophesied until the time of bringing the evening offering. Manake walitabiri mpaka masaa yao wale manabii wa Baali hadi masaa yao ya ibada ya jioni ya kutoa sadaka ya jioni. But there was no voice and no one answered and no one paying attention. Kwa sababu hakuna mtu yeyote, lakini hakuna mtu yeyote aliyewaitika wala kuwapa jawabu yeyote au kuwasikiliza. Then Eliyahu said to all the people. Basi Elia akawaambia watu wote, come closer to me. Karibieni hapa. And all the people came closer to him. Na watu wote wakamkaribia. And he repaired the altar of Yahuwah. Mark that one very clear. He repaired the altar of Yahuwah. Akayarekebisha au akayatengeneza yale madhabahu ya baba yetu aliye mbinguni, that was broken down, yale yaliyokuwa yameharibiwa. In Israel the altar was broken down. There was no true altar to serve our supreme Elohim. Hallelujah. Amen. In Israel. So Elias stand on the gap to restore or to repair that altar. And Eliyahu took 12 stones. Elia akachukua mawe 12 according to the number of the tribes of the sons of Jacob, to whom the one of Yahuwah, and he came saying, Yisrael is your name. Na Elia akachukua mawe 12 kulingana na hesabu ya wana wa Yakobo, ambaye neno la baba yetu aliye mbinguni Yahuwah lilisema yeye, alisema yeye akisema Israeli, wewe utaitwa Israeli na hilo ndilo jina lako. And with the stones he built an altar in the name of Yahuwah. Na akajenga yale madhabahu kwa hayo mawe kwa jina la Yahuwah. And he made a trench around the altar large enough to hold 2 measures of seed. And he arranged the wound and cut the bull in pieces. And laid it on the wound and said, fill 4 jars with water and pour it on the burnt offering and on the wound. Akatengeneza yale madhabahu, akaweka kuni mahali pale na maji na mahali pa kuwekea maji, alafu akasema vyombo vya kuwekea maji ijazwe maji mahali pale katika ile sandaka ya kuteketezwa. Then he said, alafu akasema do it a second time. Akasema mfanye hivyo, mmwage maji mara ya pili. And they did it a second time. And he said to do it a third time. Na akasema tena mfanye hivyo mara hata ya tatu. And they did it a third time. Na wakafanya hivyo mara ya tatu. And the water flowed around the altar and he filled the tank with water too. Na madhabahu na vyombo vya madhabahu mahali pale vikajaa maji pote. And it came to me, na ikawa hivi, at the time of bringing the evening offering, that Eliyahu the prophet came near and said. Na sasa wakati wa jioni wa ibada ya sadaka ya jioni, Elia akaja na kukaribia na kusema, Yahuwah, the supreme Elohim of Abraham,
Isaac and Israel, let it be known today. Akasema Yahuwa, wewe uliye juu sana, baba wa Ibrahim, wa Jakobo na Israeli, na ijulikane leo, you are the supreme Elohim in Israel. Ijulikane ya kwamba katika Israeli wewe uko juu sana, and I your servant, na mimi ni mtumishi wako. I've done all these matters by your word. Nimefanya haya yote kwa neno lako. Answer me, O Yahuwa. Unijibu hewe Yahuwa. Answer me and let these people know that you are Yahuwa. Na wacha watu hawa wajue wewe jina lako ni Yahuwa, the supreme Elohim, and he will turn their heart back to you again. Kwamba wewe uko juu sana na utageuza mioyo yao kukurundia tena. Then the fire of Yahuwa fell and they consumed the burnt offering and the wood and the stones and the dust. Basi moto ukatoka kwa Yahuwa ukakuja ukachoma ile sandaka, ama ukaiteketeza ile sandaka na kuni na mawe na pamoja na mchanga, and it leaked up the water that was in the trench, na ikaramba yale maji yaliyokuwa mahali pale. Hallelujah. Hallelujah. And all the people saw and fell on their faces and said, na watu wote wakaona na wakasujudu na wakisema, Yahuwa, he is the supreme Elohim. Yahuwa, Yahuwa ndiye aliye juu sana. Yahuwa yeye ndiye peke yake. Yahuwa, he is the supreme Elohim. And Eliyahu said to them, naye Elia akawaambia, since the prophet of Baal, do not let one of them escape. Wakamate wale manabii wa Baali na usiruhusu hata mmoja apotee. So they seized them, and Eliyahu brought them down to the river Kushain and slaughtered them there. Akaenda akawachukua wale manabii na kuwachinja katika kijito. And Eliyahu sent to Ahab, go up. Elia akamwambia mfalme Ahab, kimbia, eat and drink, enda ukule na ukunywe, because of the sound of the noise of rain. Kwa sababu kuna sauti ya mvua inasikika. And Ahab went up to eat and drink. Na mfalme Ahab akaenda kula na kunywa. And Eliyahu went up to the top of Carmel, and he bowed down on the ground and put his face between his knees. Naye Elia akapanda katika kilele cha mlima wa Karmeli, pale akainamiza uso wake kati ya miguu yake. And he sent to his servant, na kumwambia mtumishi wake, go up, enda please, tafadhali, look closer toward the sea, uchungulie katika bahari. See, so he went up and looked closely, akaenda akasungulia kwa karibu sana, and said, not a speck. Sioni chochote. Akasema haoni chochote. 7 times he said, go again. Mara 7 akimwambia aende mara nyingine. And it came to the 7th time, na ikawa katika mara yake ya 7, that he said, akasema, see, a little cloud as small as a man's hand is coming out of the sea. Tazama katika bahari kunatokea sehemu inakaa wingu inatoshana na mkono wa binadamu inatokea katika bahari. He said, go up, say to Ahab. Akamwambia, kimbia mwambia Ahab, Isha, and go down before the rain stops you. Kimbia harakisha ili mvua isikusuie. In the meantime, na alipokuwa akisema hayo, it came to be that the shama became black with the clouds. Kwamba mbingu ikawa imefunikwa na mawingu meusi, and the wind, and there was a heavy rain, na upepo na kukatokea mvua kubwa. While Ahab rode and went to Jezreel, na wakati Ahab alipokuwa anakimbia akielekea Jezreeli, and the hand of Yahuwah was on Eliyahu, and he gathered up his loin and ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel. Now
mkono wa Yahuwa baba yetu aliye mbinguni ulikuwa juu ya Eliya, na akawa amejifunga msipi na kukimbia mbele ya mfalme Ahabu kuingia katika lango la Yezreeli. Baba yetu aliye mbinguni ni mkubwa, na napokuwa nikizungumza habari hizi nina imani ya kwamba sitakusaidia na utatoka kwa kifungo chochote kile ambacho umewekwa, maana ni kipindi cha madhabahu irejeshwe ile ambayo iliharibiwa. Haleluya.